faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, yule ambaye mema yake yatakuwa ni mazito zaidi kuliko mabaya yake, watu hawa wamefaulu na watakwenda peponi. Waman khaffat mawazinuhu, na wale ambao mema yao yamekuwa ni mepesi, mabaya ndiyo mazito zaidi, faulaika alladhina khasiru anfusahum, watu hawa ni wale ambao wamekula hasara ya nafsi zao. Unajua kuna kula hasara ukapoteza mtaji, kama uliwekeza katika viwanda ukupata faida na mtaji umekwenda na maji, au shambani ukupata mazao na mtaji umekwenda na maji, katika biashara ukufanikiwa mtaji umekwenda na maji. Lakini wewe mwenyewe upo na akili zako zipo na mikono unayo, unaweza kuripiti tena, sio? Ukaziba yale mapungufu, ukatafuta, na unaweza ukapata mara 2, mara 3, mara 4 ya vile ulivyokula hasara. Ama ile hasara ambayo mtu anakumbana nayo katika kabri lake, hakuna kurikava, hakuna kufidia, hakuna kuziba mapengo. Halafu hasara yenyewe sio hasara ya vitu, ni hasara ya yeye mwenyewe huyo mtu. Sio huko tunasema mtaji umeangamia, sio? Hapa anaangamia yeye mwenyewe. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, watu hao ni wale ambao wamekula hasara ya nafsi zao. Fi jahannam khalidun, watakaa katika moto wa jahannam milele. Muislamu ambaye anaamini kwamba akhera kuna pepo, kuna salama na kuna adhabu, na yeye anataka salama, bila shaka atakuwa anatafuta katika akili yake, katika mawazo yake, biashara ambayo atafanya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo itamwezesha kupata faida kubwa, ili awe na thawabu nyingi za kumuingiza peponi, na thawabu hizo pia ziweze kukanseli na kufuta yale mabaya ambayo yanamhatarisha yeye kuingia katika moto wa jahannam. Yule ambaye anatafuta hiyo biashara, basi ni ile biashara ambayo inafanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi utaqaun minan nari, Allah ana wanaoachwa huru kutokana na moto wa jahannam. Nini maana wanaachwa huru kutokana na moto wa jahannam? Hivi sisi tunavyoishi, kwa mujibu wa matendo ambayo tumeyafanya, unaweza kuwa maksi zako zimeshaandikwa, huyu ni katika watu wa peponi. Yaani akifa katika hali hii, hizi maksi ni za mtu wa peponi. Na hivi tunavyoishi sisi hatujui, kuna mwingine ana maksi tayari zinasema huyu akifariki katika hali hii anaingia motoni. Kwa hivyo huyu ni mfungwa wa motoni. Nini maana anaachwa huru kutokana na moto wa jahannam? Yani anatenda amali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika siku ya kwanza au ya pili au ya tatu mpaka siku ya 30. Walillahi utaqaun minan nar, Allah ana watu ambao anawaacha huru kutokana na moto wa jahannam. Mafaili yanabadilika, anatoka kutoka katika orodha ya watu wa motoni, anaingia katika orodha ya watu wa peponi. Sio hivi hivi jamani, bali ni kwa vile ambavyo anajitahidi kwa ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunasema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu hadithi inazungumzia munasaba wa Ramadhani. Allah ana watu ambao anawaacha huru kutokana na moto wa jahannam. Hilo jambo linafanyika siku zote yani, lakini katika mwezi wa Ramadhani ni zaidi. Wadhalika fi kulli lailatin min Ramadhan, na hiyo ni katika kila usiku, yani kila inapofika jioni, kifika jioni ndio umeingia usiku, katika masiku yote ya mwezi wa Ramadhani. Na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwazo zinasema milango ya pepo inafunguliwa katika Ramadhani na inafungwa milango ya moto wa jahannam,
tafsiri yake ni kwamba sababu za kama mtu anaitafuta pepo, basi ni rahisi sana, iko katika bei ya ofa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni rahisi sana kuingia peponi. Ndio maana milango yote 8 ya pepo imefunguliwa na milango 7 ya Jahannam imefungwa. Atakayeingia katika moto wa Jahannam katika mwezi wa Ramadhani amefosi kufungua mlango, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemsahilishia sababu za kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akamwekea ibada ya funga ya Ramadhani. Hiyo ni namba 1 katika yale matendo ambayo tunazungumza kwamba ni yenye kuingiza peponi na kuepusha na moto wa Jahannam, funga ya Ramadhani. Kisha kuna salatu tarawih, faradallahu siyama Ramadhan wa sanna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qiyama. Allah amefaradhisha funga ya Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya ni sunna kisimamo chake. Ndani yake, yani ndani ya kisimamo cha Ramadhani kuna ibada nyingi. Kuna kusimama kwa unyenyekevu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hiyo tu kusimama katika sala, waqumu lillahi qanitin, ni ibada. Alafu kuna rukuu, warka'u ma'a raki'in, rukuu ni pamoja na wenye kurukuu. Alafu kuna sijida ambayo ndio pati muhimu sana katika ibada ya swala. Ndani yake kuna tasbihi ambayo Allah ameita hizo tasbihi ndani ya sala wala dhikrullahi akbar. Hizo nyiradi zinazokuwa katika swala ni kubwa sana. Ndani yake kuna Qur'ani ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amesema qira'atul imam qira'atul ma'mum, kile kisomo anachosoma imamu cha juzu nzima katika sala tarawih inaandikiwa na wewe umesoma. Ndio maana umeambiwa usisome, sikiliza. Angalia, kama mtu anahudhuria kwenye salatu tarawih kuanzia siku ya kwanza mpaka mwezi unamalizika, kawaida hawa maimamu huwa wana ratiba ya kusoma msahafu mzima kila siku, juzu. Karibia na mwezi kumalizika wanaanza kuongeza juzu na kipande, ili ikiwa mwezi utakuwa ni mfupi tarehe 29 wao wamemaliza juzu 30. Kwa hivyo kama ulikuwa unawahi unasali pamoja na imam kuanzia mwanzo, huchelewi mpaka mwisho, utaandikiwa umesoma msahafu mzima ndani ya sala. Alafu kuna ibada nyingine pekee ya kule kusikiliza Qur'ani, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ikisoma Qur'ani nyamazeni na muisikilize ili mpate kurehemewa. Kule kusikiliza tu basi, wewe hujui maana yoyote, na kwenye kusoma hivyo hivyo, wewe unasoma ama unaandikiwa hicho kisomo na wewe hujui maana yoyote, unapata thawabu. Na taban malipo ya ibada katika mwezi wa Ramadhani yanakuwa ni ziada. Ndio maana Mtume sallallahu, hiyo tunaipata wapi? Tunaipata katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, laqad ataakum shahru Ramadan, hakika umekuijilieni mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarak, ni mwezi ambao una baraka. Baraka ni khairi nyingi. Thawabu za ibada hizi za siku zote katika mwezi wa Ramadhani ni ziada. Ndio maana hata kuna watu wanapupia, wanalimbikiza sadaka, wanakusudia kutoa zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Wanatoa nyakati nyingine, lakini wanatoa zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Kuna watu wengine zaka yake itawajibika labda miezi miwili baada ya Ramadhani, anairudisha nyuma, na inajuzu kuwaisha zaka ili aitoe katika mwezi wa Ramadhani iafikiane na wakati ulio bora. Li'annahu shahrun mubarak, kwa sababu ni mwezi ambao umebarikiwa. Mwezi huu mmoja mtu akijitahidi ndani yake kufanya ibada zile ambazo hasa zimependekezwa, unaweza kushinda miezi 12. Ndio maana ilikuwa tension ya masahaba, wanaomba wafike Ramadhani miezi 6 kabla,
nimesema wakati huo wakililia kufika Ramadhani. Ramadhani ni mausiku na michana, sio? Ni mausiku, sio fasaha kwa Waswahili, lakini mimi natumia lugha ya kufundishia. Mausiku mengi ni yale ya kwenye Ramadhani, mausiku ya kwenye Ramadhani na mangine ni yale, na michana yake ni ile. Kwa nini wanataka wafikishwe Ramadhani? Ibada wanazofanya ndani ya Ramadhani unaweza kuzifanya ndani ya wakati mwingine, kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametoa ofa maalum, anatoa thawabu maalum kwa kipimo kikubwa katika mwezi wa Ramadhani tofauti na miezi mingine. Na ikipita Ramadhani wanamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla miezi 6 mbele, maombi yanayorudi kwenye tukubalie zile ibada zilizojiri katika Ramadhani. Ya Rabbi, tukubalie ibada zilizojiri katika Ramadhani. Kwa hivyo miezi 12 yote shauku yao iko katika Ramadhani. Na kwa nini tunasema wao walikuwa hivi? Kwani wao ni kina nani? Wao ni watu ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliwachagua quality ya watu ambao wana imani sana na wanauelewa sana. Hakuna watu wanaojua dini kuliko masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyie mtaendelea, mtawashinda kwenye sayansi na teknolojia, lakini katika masala ya dini ni vice versa. Nini maana vice versa? Kwa kadiri unavyorudi nyuma kwenye elimu ya dunia, ndivyo unavyozidi kuikuta imefifia. Unakwenda kwenye zama, unatoka kwenye mwanga unakwenda kwenye giza, sio? Kila unavyoenda mbele elimu ndio inazidi kuongezeka ya sayansi na teknolojia, sio? Elimu ya dini huko nyuma ndio ilinawiri sana na ilishamiri sana. Kila unavyokuja kwenye zama zetu, sisi tuna maneno mengi, maandishi mengi, lakini ile krimu ya taaluma ya uelewa wa dini na takwa ni kidogo. Kwa hivyo unapozungumzia masala ya dini, ukitaka kurejea katika rejea ambayo ni sahihi, ni urejee katika uelewa wa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah aliwachagua wao kuwa ni quality ya watu kama alivyomchagua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa hivyo hawa mabwana walikuwa wana muono huu, na wakianza hii lugha ya kuazima kupasha viungo, lugha ya kuazima kwa wana michezo, kwa ajili ya Ramadhani wanaanza kupasha kuanzia kwenye mwezi wa Rajab na kwenye mwezi wa Shaaban, mpaka wanasoma Qur'ani na wanahitimisha misafu kadhaa kwenye mwezi wa Rajab na kwenye mwezi wa Shaabani, ili ikifika Ramadhani tayari wako katika kasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kuhusu mwezi huo akasema, man hurima khairaha faqad hurim, ambaye atakuwa amekosa khairi za Ramadhani basi amekosa. Katika kipande kingine cha maneno akasema, raghima anf, ameanguka. Amemfananisha na mtu aliyeanguka, lakini sio ameanguka labda akatanguliza mikono akajikinga nayo, au ameanguka akatanguliza magoti, au ametanguliza bega au mgongo. Huko kote ni kuanguka kubaya, lakini mtu akiangukia pua, ameanguka vibaya zaidi. Kama vile mtu labda amefungwa akasukumwa alafu akaenda kuangukia uso wake kwenye lami labda au mahala pagumu. Raghima anf, amekula hasara, ameangukia pua. Raghima anf, ameangukia pua. Raghima anf, ameangukia pua. Alisema mara 3. Masahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anarudia neno hili, khaba wa khasira ya Rasulullah, man huwa? Amekula hasara mtu huyo na ameruka patupu. Kuruka patupu ni kama vile uliruka udake kitu alafu ukupata kitu, ndio kuruka patupu Kiswahili. Nani huyo? Akasema, man adrakahu ramadanun falam yughfar lahu, ambaye Ramadhani imemkuta mpaka ikaondoka hakupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kama hakupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, atapata wakati gani? Kama hakupata rehema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika Ramadhani, ni wakati gani atapata tena? Kama hakubarikiwa katika Ramadhani, ni wakati gani atabarikiwa? Na haya mazuri ya Ramadhani ambayo tunayazungumza yanapatikana kwa kujitahidi katika ibada. Watu walioko makabrini wanatamani fursa katika
katika umri, mwezi wowote ule wanatamani wapate hata dakika 2, aseme tu astaghfirullah astaghfirullah, au aseme subhanallah, au aseme la ilaha illa Allah, walioko makaburini. Kuhusiana na Ramadhani wanatamani zaidi, hata kama watapata dakika 1 katika mwezi wa Ramadhani. Mimi na wewe tunaishi katika haya madakika mengi, usiku na mchana ni mazingira ya kutekeleza ibada na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Tunapoteza, hatusomi Qur'ani, hatusikilizi Qur'ani, hatusali sala tarawehe, na hiyo funga nayo ina mapengo chungu mzima, sababu watu wanasengenya, wanaangalia mabaya, wanasikiliza mabaya. Huu ni mushkeli. Na katika alama za hatari ni mtu awe mbele yake iko ofa, amepewa ofa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, halafu haipapatiki, haimshughulishi, yani haipi ihtimam, haipi uzito, moyo wake hauogopi, haukusudii kutenda mema ili usalimike na moto, haukusudii kutenda mema ili upate pepo. Yani yeye anaishi tu, yupo tu kama vile mnyama ambaye hana future, hana mahesabu. Hawa ndio wale ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewasema katika Qur'ani, amewasema vibaya, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafiluna ulaika ma'ahwahumun naru bima kanu yaksibun. Hakika wale ambao hawatarajii, hawapigi mahesabu ya mkutano wao na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kuna watu hawana mahesabu hayo, ati la yarjuna liqa'ana, wanaishi katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wanakula na wanakunywa riziki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hawapigi, watu wanakufa wanawaona, umri wao unakwenda, wanazeka wanajiona. La yarjuna liqa'ana, hawatarajii kukutana na sisi. Na huku kila siku tunawazika jamaa zetu katika level mbalimbali za maisha, wengine wasomi, wengine mawaziri, wengine matajiri, maskini nao wamo, watu wazima, watoto wadogo, na yeye ni mmoja katika wao, lakini hapigi mahesabu ya kukutana na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na aandae cha kukutana nacho. La yarjuna liqa'ana, hawatarajii kukutana na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Waradu bil hayati dunya, na wameridhika na maisha ya dunia. Kupenda dunia sio haramu, lakini ikifikia mahala mtu ameridhika na maisha ya dunia, yani umeridhika na hiki, hutaki kingine, umeridhika na maisha ya dunia, unayatafuta, unayasaka, lakini hauna haja na maisha ya akhira. Waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha, wameridhika nayo na wametulizana nayo, wametulizana kama vile, yani hawana wasiwasi, kama vile wao sio katika wanaokufa. Watuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun, watu hao ni wale ambao Allah anasema ni watu walioghafilika na aya zetu. Ukiwa hauko aware na maneno ya Qur'ani, lazima utaingia katika fungu hili. Kama vile hii wao ni wao tafsiria, walladhina hum an ayatina ghafilun, watu hawa ni wale ambao wameghafilika na aya za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo kama haukujiweka katika mazingira ya kukumbushwa na aya za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, muda utakwenda, utakuwa katika wale ambao wameridhika na maisha ya dunia. Na kwa hivyo watu hawa wakipata katika dunia wanaona ndio wamepata A to Z, wanahesabu hivyo ili mradi wamepata wanachokitaka katika dunia, na hawajali hasara ya akhira, wala hawapigi mahesabu kwamba kuna hasara ya nini, ya ibada. Walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun, watu hawa mafikio yao ni motoni kwa vile kwa hayo madhambi ambayo wamekuwa wakiachuma. Katika nyingine akawasimanga tena akasema, alladhina kafaru yaakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum, waliomkufuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na wanakula na wanastarehe kama vile wanyama. Usidhani wanakula nyasi, usidhani wanakula wameinamia chini,
ama mfano haulengi katika nukta hiyo. Mfano unalenga kwenye nukta kuwa mnyama anakula, hajui kwamba kuna mahesabu kwenye kile anachokula, na akipata chakula cha leo hafikirii chakula cha kesho. Ukiona unapenda nyama za duniani, piga mahesabu ya nyama za akhera. Ukiona unapenda vipanda vizuri duniani, piga mahesabu ya vipanda vya akhera. Ukiona unapenda wanawake wa duniani, piga mahesabu wanawake wa akhera. Ukiwa unapenda kuwa na familia yako na kampani ya familia yako, mmekaa mahala pazuri, mnastarehe kwa pamoja duniani, piga mahesabu pia kwamba wewe na familia yako muwe ni watu mnaokula maisha mazuri akhera. Hawa hawana mahesabu hayo, yani wanaangalia leo yao tu. Kwenye nukta hiyo wamefanana na mnyama ambaye anaangalia leo yake wala haangalii kesho yake. Yaakuluna wa yatamattauna, wanakula na wanastarehe kama taakulul an'am, kama vile wanavyokula na kustarehe wanyama. Wan naru mathwan lahum, na moto ni mafikio yao. Kuna watu bwana hapa duniani amekwisha, yani amejitoa kwamba hayuko katika listi ya matatizo. Muda wa kuwa akisikia kiwa na pesa yake ananunua maji ya baridi anakunywa, akitamani mshikaki anakula, akitamani sijui kitu gani nini, anaweza kukusanya vyote anavyovitaka. Akitamani kwenda kulala hoteli gani, akitamani kwenda wapi, anaona ndio amemaliza. Ati anavaa vile anavyotaka, anakula vile anavyotaka, anadhani amemaliza. Kumbe licha ya kuwa ataulizwa kwa nini alifanya haramu, kwa nini hakutekeleza ibada, licha ya kwamba kuna maswali haya mawili, kwa nini ulifanya makatazo, kwa nini hukufanya maamrisho, licha ya hivyo kuna maswali kuhusiana na vile vitu ambavyo mwanadamu anavitumia katika neema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Yeye anawekwa katika listi ya watuhumiwa muda wa kuwa hajamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema thumma latusaluna yawma idhin 'anil na'im, mtaulizwa siku ya kiyama kuhusiana na neema. Laisa 'ala alladhina amanu wa 'amilu salihati junahum fima ta'imu idha mattaqu wa amanu, hakuna ubaya kwa wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hakuna ubaya katika vile walivyovila na walivyovinywa, ikiwa wamemwamini Mwenyezi Mungu kikweli kweli, na ikiwa wanamcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Hii aya watu wengi hujua hawaelewi maana yake. Ibn Uthaymeen anasema ikiwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema hakuna ubaya kwa wanadamu kwenye walivyovila na walivyovinywa, wakiamini na wakatenda amali njema na wakamcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, maana yake kuna ubaya ikiwa mwanadamu anakunywa tu maji ya baridi, anakula vitu anavyovitaka, halafu hamwabudu Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Usidhani hauna hatia eti kwa sababu maji unakunywa kwa sababu yanatokana na pesa yako na jasho lako. Mwenyewe anasema jasho langu, sio naishi maisha yangu. Gari unaona haulizwi kwa sababu limetokana na pesa zako. Nyumba unayoishi unaona hautaulizwa kwa sababu imetokana na pesa zako. Hapana. Pesa zako si zimenunua kitu ambacho Allah amekiumba. Pesa zako zimenunua maji, lakini hazikutengeneza maji. Allah ameumba maji. Allah ameumba mtele. Allah ameumba mahindi na maharage. Allah ndio aliumba ng'ombe au na wala mishkaki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atauliza, kwa nini mlikula riziki yangu bila ya kuniabudu? Ndio maana kule alisemaje, falyabudu rabba hadha albayti, na waabudu Mwenyezi Mungu mwenye hii nyumba ya Al-Kaaba, alladhi at'amahum min ju'in, ambaye amewalisha. Yani muabudu Mwenyezi Mungu ambaye amekulisha. Yani ukila una wajibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kama vile ukienda hotelini ukiagiza ukila, una wajibu wa kufanya nini? Wa kulipa, na kuna wajibu wa kumlipa. Ni mfano wa malipo, lakini hatuwezi kumlipa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ni mfano wa kulipa kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hiyo inaitwa katika lugha ya Qur'ani shukurani. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni katika riziki ya Mwenyezi Mungu na mumshukuru, yani fanyeni ibada kwa mukabala wa riziki ambayo mmeitumia. Kwa hivyo ndugu zangu, yani jumla ya maneno ni kwamba
mbele kuna mahesabu, na mtu anaogopa mahesabu yanaweza akaenda vibaya baada ya kufa, na bora ingelikuwa tunapewa matokeo kabla hatujafa. Sasa wewe unaabudu, hujui zimeandikwa ngapi katika thawabu, hujui makosa yako ni mangapi, ikikompewa ni ipi inashinda. Unajua kama unashindana na mtu ambaye haumuoni, yani unashindana mbio, kwa mfano mnakimbilia kule mbele, unashindana na mtu yuko upande wa pili, hapa katikati kuna ukuta, mnashindana ni nani atakayefika wa kwanza kule mbele, alafu hujui spidi za mwenzio, unakimbiaje? Sisi hatujui thawabu zetu tulizozipata hata. Hivi nikisema neno hili nitakuwa nimekosea. Huenda mpaka leo ni sifuri katika amali njema umefanya, lakini hazijakubaliwa. Ulama walikuwa wanaogopa lile neno, masahaba walikuwa wanaogopa neno la Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Tena masahaba wenyewe wamebashiriwa pepo. Anasema lau kama ningelikuwa najua Allah ananikubalia sijida moja, ningelitamani kufa nikakutane na ujira wa hiyo sajida moja, lakini sijui, kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka sharti gumu, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakubali kutoka kwa wacha Mungu, anakubali amali na anatoa thawabu kwa watu ambao wametenda amali na wao ni wacha Mungu. Wacha Mungu katika ile ibada kwa viwango anavyovitaka yeye, na wacha Mungu kwa ujumla katika nyanja zingine. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vinginevyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakubali amali njema kutoka kwa almuttaqin. Na taqwa ni jambo la siri. Unajua ni rahisi mufti kukwambia hiyo swala uliyosali ni sahihi, imesihi. Nini maana ya maneno ya mufti? Yani hudaiwi, yani hatusemi tena, hatukuambii rudia tena. Tumesali adhuhuri, tukisema imesihi, yani hatukuambii rudia tena. Si umefunga siku ya leo, hatukuambii funga tena. Lakini mufti ataishia kukwambia tu imesihi, hawezi kukwambia imekubaliwa. Kukubaliwa ni siri ya nani? Siri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hivyo mu'min na akithirisha ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huenda akaziba mapungufu ambayo yametokea katika umri ambao wote ambao umepita. Kwa rehema na fadhila za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelekea Ramadhani alisema, fa'arullaha fihi khairan min anfusikum, muonesheni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika mwezi wa Ramadhani, muonesheni khairi kwenye nafsi zenu, aone mnaiona Ramadhani kuwa ni fursa, sio adhabu, ni fursa njema. Aone mna nia ya kutekeleza sala tarawih, aone mna nia ya kujitahidi kufanya mambo ya khairi kwa kadiri muwezavyo. Muislamu awe ana malengo makubwa katika nini? Asome Qur'ani sana, afanye nyiradi sana, malengo yake, afanye istighfari sana, atoe sadaqa sana. Kila mtu acheze kwenye pati yake. Kama wewe una elimu ya dini, somesha, soma Qur'ani. Kama una mali, toa mali yako. Kama una nguvu, toa nguvu zako katika khairi. Fa'arullaha fihi min anfusikum khairan, muonesheni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika nafsi zenu khairi. Katika utangulizi wa kalima ya Ramadhani, tumalizie na kisa cha ndoto ya sahaba anaitwa Ubaid, Talha ibn Ubaidillah. Na sisi Waislamu hatuchukui sheria na mafundisho kutoka katika ndoto, lakini ndoto hii imekuwa ni hadithi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alithibitisha ukweli wake. Talha ibn Ubaidillah anasema kuna mabwana wawili ndugu walisilimu pamoja, wa hasuna islamuhuma, na ukawa mzuri uislamu wao, yani wakapractice vizuri katika Uislamu. Ghaira anna ahadahuma kana yajtahidu akthara min sahibihi, lakini mmoja wao katika hawa wawili, wote ni wazuri, lakini mmoja ni mzuri zaidi katika ibada. Ni kwamba yeye atakuwa ana maksi nyingi kuliko
kuliko huyu. Kwa hivyo huyu amefariki shahidi, baada ya mwaka mmoja mwenzake akafariki kitandani, sio shahidi, amefariki kifo cha kawaida. Talha ibn Ubaidillah akaota kwamba yuko na wale mabwana wawili mbele ya mlango wa pepo, wanasubiria kuidhinishwa waingie peponi. Akatoka mtu peponi, akaja akamshika mkono yule aliyefariki baada ya mwaka, aliyefariki mwishoni, ambaye hakufa shahidi wala hakuwa ni mwenye kujitahidi kuliko mwenzake, akamuingiza peponi. Alafu akatoka tena akaja akamuingiza huyu aliofariki shahidi wa kwanza, aliyotangulia kufariki, akamuingiza peponi. Na hii tafsiri yake ni kwamba yule alioingia wa kwanza ana maksi nyingi zaidi kuliko yule alioingia wa pili. Akarudi akamwambia, we Talha, nenda siku zako bado bwana. Talha akatoka usingizini, ile ndoto ikawa imemshughulisha sana. Kumbe tunaweza kuwa tunatenda amali mbalimbali na tunadhani tumefanya jambo, kumbe mahesabu yanaweza kuwa ni tofauti kabisa. Na mahesabu yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikamshughulisha hiyo, imekuwaje huyu awe ni bora kuliko huyu? Kumbe tunaweza kuwa tunaona tunavotenda kwa nje tumefanya vizuri, kumbe kwa ndani unaweza kuwa umepunjwa. Akawaelezea masahaba wenzake, nao wakashughulishwa sana na jambo hili. Masahaba ilikuwa maisha ya akhera yanawashughulisha sana, nikisema kwa lugha ya kupunja, kama vile sisi tunavyoshughulishwa na nini. Yani labda wewe ni mfanyabiashara, una marundo ya dola ndani au dhahabu, alafu usikie kuna tatizo la kiuchumi litatokea, litashusha hiyo bei ya dola ulizonazo ndani, bei itashuka ya dola, bei itashuka ya dhahabu, na ziko umerundika, sio? Au bidhaa za dukani au mafuta, alafu kasikia atafanya nini, yatashuka bei. Yani kwenye watu wakadahisi itawashughulisha sana, itakuwa ndio story na ndio jambo linalowashughulisha, na wanakaa vikao wanajaribu wafanyeje wakwepe hiyo hasara. Masahaba walikuwa wanashughulishwa na akhera yao namna hiyo, na ni sahihi kwa sababu ni maisha ambayo inaweza kuwa ndio maisha yako baada ya masaa tu. Kwa nini yasikushughulishe? Na ikiwa haitakuwa baada ya masaa, itakuwa ni miaka mingi, lakini yapo tu, na kila muda unavyokwenda ndio wewe unayasogelea zaidi. Na haya ya duniani unayohangaika nayo, kila muda unavyokwenda ndio mnaachana nayo. Huu mwaka 2025 tunasema umepita, tokea umepita ni mwezi mmoja na nini na kitu, sio? Kwa kadri tunavyoishi tutasema sisi na mwaka wa 25 ni mwaka sasa, baada sema miaka miwili. Baada, unaona kila muda unavyokwenda unaachana na nini, na dunia yako, na ndio unazidi kuisogelea akhera yako. Kwa hivyo ni sahihi walivyokuwa wanashughulishwa na akhera yao. Wakaenda wakampelekea kesi ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akasema, awalaisa qad umira ba'dahu sana, huyu ambaye mnamuona angelishika nafasi ya pili, sio ya kwanza, kwani si ameishi baada ya mwenzake mwaka mmoja mbele? Wasajada fihi kadha wa kadha sajida, na amesujudu sijida kadha wa kadha ndani ya huo mwaka. Muislamu anaswali sala 5, anasali sala za nini, za mchana, za usiku, za sunna, amesujudu sijida nyingi. Wa adrakahu Ramadan au adraka Ramadana, na akaidiriki Ramadhan, fasamahu, akafunga. Hivyo akasema, fama bainahuma ab'ada mimma baina, masafa yaliyoko baina yao kwa kupishana level na renki. Unajua watu wanazidiana katika pepo kama wanavyozidiana katika haya maisha ya dunia. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Angalia mfano wa hapa duniani
kwa namna gani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewapishanisha wanadamu mpishano mkubwa wa kimaisha na maendeleo. Kuna mtu mwingine analala kwenye kibanda tu cha nyasi nyasi hivi. Naona vile vibanda vya mashambani watu wanajengaga. Mwingine ndio maisha yake ya kila siku yani. Kibanda cha nyasi juu na chini, hakuna mlango, amechimbia vinguzo alafu ameweka vimiti ndio kitanda eti. Ndio maisha yake, anafanya nini? Analala hivyo. Ndio maisha yake ya kila siku. Akipata ugali na maharage au mchicha anaona amemaliza kila kitu. Na angalia mtu mwingine na kitanda anacholalia, gari analotembelea, nyumba anayoishi, gepu kubwa sana kati ya huyu na huyu. Mwingine akienda akisafiri analala kwenye nyumba ya 35,000, mwingine analala kwenye nyumba ya 600,000, milioni 1, milioni 3 kwa siku. Hizo hoteli ziko hapa Tanzania, Sheikh. Angalia gap kati ya maisha ya huyu na huyu hapa duniani. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Angalia ni vipi tumewatofautisha baadhi yao juu ya wengine katika maisha. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Akhira watu watazidiana zaidi. Kuna mtu mmoja alisema, kwenye hili 10 la mwisho la Ramadhani bwana, tunafunga ofisi, hatufanyi kazi. Mbona tunaona jamaa zetu matajiri wamekaa itikafu? Yani katika ofisi ambao walikuwa wanafanya kazi, ilipofika 10 la mwisho, wale mabosi wa ofisi na mambo yao ni mazuri, wamekaa itikafu, tena sio ile ya kuvizia usiku. Wamekaa itikafu yani 10 la mwisho lote, usiku na mchana ameweka hema huko na neti yake msikitini, mpaka asubuhi ya siku ya Eid ndio anatoka, ataenda kuswali, alafu kutoka kwenye mswala wa Eid ndio anaenda nyumbani. Akasema kama wao jamaa zetu au matajiri wametushinda haya maisha ya duniani, alafu wanatushinda na katika ibada, tuwe maskini duniani watushinde na akhera watushinde, tunafunga wana ofisi na sisi hatufanyi kazi, ili tutafaraka, tusome Qur'ani, tufanye nyiradi, tufanye ibada, tushindane katika khairi za akhera. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhilan. Akhera pia kuna kuzidiana hivyo hivyo, na huu utashi wa kutaka kuwazidi wenzako utakuwepo hivyo hivyo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fama bainahuma, hawa watu wawili, hawa masahaba wawili walivyoachana, huyu wa pili huyu alivyomwacha mwenzake kwa sababu tu ya sijida alizoswali mwaka mzima na saumu moja ya Ramadhani aliyofunga, ameshamwacha mwenzake masafa, sio kama mashariki na magharibi. Manake huu mfano upo katika hadithi za Mtume, umbali kama vile mashariki na magharibi, lakini amesema kama vile mbingu na ardhi, ndio wameachana gap kubwa hivyo katika nani. Kwa hivyo ndugu yangu, ukipata fursa, umri ukaongezeka, mema yaongezeke basi. Ukapata fursa ukaingia katika Ramadhani, basi upate machumo katika Ramadhani ambayo utamshinda yule ambaye alifariki kabla ya Ramadhani. Isiyo yani inaingia Ramadhani hakuna kitu chochote kinachoongezeka katika ibada, yani wewe ni yule yule sana sana, labda kufunga, na hiyo funga nayo ina mapungufu chungu mzima. Tujitahidi. Kwa maneno haya naikumbusha nafsi yangu na kukukumbusheni ndugu zangu, maneno haya yatukumbushe ikifika time ya sala tarawih, isiwe wale wanaotoka baada salati al-isha naondoka zake, kama vile bwana, mimi hizi thawabu za tarawih, unajua kama ina tafsiri hiyo, mimi bwana, ndio kuna ugumu na kuna uzito katika kutekeleza ibada, lakini si kama una malengo yako makubwa kwenye jambo, si unakoma. Watu wa machimboni wanakomaji, wanafanya kazi ngumu sana sababu ana malengo makubwa, anapiga mahesabu ya magorofa na magari, na yeye amechakaa na anayo bukta na kaptura moja tu ndio hiyo nguo yake na t-shirt moja tu basi, lakini kwa sababu anapiga mahesabu makubwa anavumilia magumu yote. Na Muislamu, imetajwa hivyo katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika funga yako na katika sala tarawehe uwe unapiga mahesabu. Huko kupiga mahesabu kwamba nataka nipate kadha na kadha,
yani pepo, na nipate kadha na kadha katika kheri za duniani, na Allah aniepushe na moto. Hayo mahesabu basi ya kufanye ujitahidi katika kheri. Usiache sala tarawih. Pata fursa kutoa sadaka, usiache kutoa sadaka. Kila mtu kwa level yake. Kipata fursa ya kusoma Qur'ani, soma. Fanya istighfari, fanya adhkari, ili tuweze kupata rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lile neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayekosa kheri zake, kuna nyingine imesema fa inna shaqiya man hurima rahmatallah, mtu muovu ni yule ambaye amekosa rehma za Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu amezitoa ziko nje, alafu pia bado zimemkosa. Huyo mtu ni mtu mbaya sana. Kwa nini analaumiwa? Kwa sababu ishu ya kupata rehma au kukosa rehma imerudishwa kwako. Ukijisogeza katika mema ndio unajisogeza kwenye, wanasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yani ni kama mfano anavumisha upepo. Basi wewe jipitishe pale unapovuma upepo wa Mwenyezi Mungu, ili ufanye nini? Ukupulize. Kwenye sala tarawih ndio maeneo ya nafahatullah, kwenye sala hizi za faradhi, kwenye mambo ya kheri, kwenye darsa kama hivi, kwenye kusoma Qur'ani. Ukifanya mambo haya ni kama sasa ndio unajipitisha pale unapovuma upepo wa rehema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na baraka zake na msamaha wake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Tutaishia hapa, itakuwa sio munasibu kwa maneno haya alafu tena tuunganisha na darasa ya tafsiri, itakuwa havikunasibiana. Inshallah kesho tutaanza darasa ya tafsiri katika surati Yunus, alafu tutaenda kwa kadiri ambavyo Allah atatuwafikisha mpaka utakapomalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi.